Hadithi yetu ya leo inazungumzia katika jumba la kitajiri, jumba la kishua kwelikweli, ambapo leo kulikuwa kuna sherehe za kumpokea kijana wao aliyetokea katika masomo katika nchi za nje bwana. Lakini kijana wa mkazi anakuja na kuambia kijana wao amepitia kwa mpenzi wake wa darasa la 7. Familia inaingia unyonge kimtindo na kuumia kwelikweli na kuhisi kama kijana amewakosea kwelikweli baada ya kushindwa kufika nyumbani na kuelekea kwa mpenzi wake. Na hapa tunakutana na binti ambaye anaitwa Paru, na huyu ndo binti mwenyewe na kijana mwenyewe alokuja kumuona anafahamika kwa jina la Dave, ambaye alitakiwa kupitia nyumbani, lakini amepitia kwa ajili ya kumwangalia na kumjulia hali kwanza mpenzi wake la azizi wake, nyongo mkaliaini hatari, na kuja akazungumza na mpenzi wake na akamwambia mambo mengi sana. Na wakati wa kutoka akawa anaelekea nyumbani, lakini anakuja kufika nyumbani akakuta familia ikiwa imemkunjia kwelikweli, hasa mama akawa hataki kabisa kumuona kijana wake. Lakini hakuna mkate mgumu mbele ya chai, maana mama na mwana wakawa wameelewana na wakawa wamekumbatiana na kuongea mambo mengi, na akamwambia kijana wake kama alikuwa amemiss kweli. Na katika jumba hili la kitajiri, na upande wa pili alikuwa akiishi Paru, ina maana walikuwa ni majirani. Linageuka kuwa jumba la kimahaba na wakawa wanapata muda mwingi sana wa kuonana na wakawa wanakumbushiana mambo mengi kweli. Na binti akamwambia huko pengine umepata mchumba mwingine, na mshikaji akamwambia hapana, ni wewe tu na mimi nipo kwa ajili yako. Na mapenzi yakawa yamenoga, penzi tamu kuliko soda, penzi la maziwa na asali kweli, na mahaba yakawa ni dindi. Lakini siku ya leo ugomvi mkubwa unatokea kati ya hizi familia mbili, katika familia ya Paru pamoja na familia ya Dev. Lakini ugomvi huu familia ya kina Devu inajiona kuwa ni familia ya kishua na ni familia ya kitajiri kuliko familia ya kina Paru. Maneno haya yanamchoma sana mama yake na Paru, baada ya kuonekana familia yake iko hadhi ya chini na binti yake hawezi kuoana na kijana wa familia ya Devu. Na siku ya leo wapenzi hawa wawili wanaamua kuyaweka sawa baada ya ugomvi wa familia zao mbili. Lakini muda huo anaingia mzee wa Devu na kumwambia kwamba hili swala haliwezekani na hii ndoa mimi naipinga na hauwezi kabisa kuoana na huyu binti. Ugomvi mkubwa unatokea kati ya baba na kijana wake, na unakuwa ni ugomvi mkubwa kwelikweli, na kijana anaamua kuchukua maamuzi makali kwelikweli na maamuzi magumu, na anaamua kuondoka katika nyumba na kuondoka kabisa kwenda kujitegemea mwenyewe, na anachukua ndinga yake na kuamua kuondoka na kuiacha nyumba. Na binti aliposikizwa taarifa, wakati anakuja kumwangalia anakuta kijana ama Dev shaondoka na kumwachia ujumbe ya kwamba mimi naona siwezi kuendelea na wewe, na wazazi hawataki wala hawahitaji mahusiano yetu. Na mshikaji kimtindo anafahamiana na mshikaji mmoja anaitwa kwa jina la Chunilali, na anaenda kuongea na mshikaji na kupokea ushauri mbalimbali, na mshikaji anamwambia piga gambe mshikaji wangu, na mshikaji wetu anachomoa kimtindo na anakutana na binti mmoja anayefahamika kwa jina la Chandramuki. Na binti huyu alikuwa ni dancer katika nyumba za starehe, na binti huyu alikuwa ni mrembo sana na alikuwa anaonekana ni peace kweli, lakini kijamaa kimtindo akuvutiwa naye, na moyo wake ulikuwa kwa Paru peke yake, na kumwambia binti kwamba yeye moyo wake umeshikwa na binti mmoja anayefahamika kwa jina la Paru. Na mshikaji siku ya leo anaamua kwenda kumfuata Paru na kumwambia nimerudi na nipo tayari kuipambania penzi letu. Lakini Paru anamwambia umechelewa, na sasa hivi mimi naenda kuolewa na tayari nina mume wangu
hakika chelewa utakuta mwana si wako. Na mshikaji leo ananyang'anywa tonge mdomoni na kubaki na maumivu makali sana na kuumia, na bibi anaumia sana baada ya kuelewa ni jinsi gani ambacho mjukuu wake anaenda kuumizwa na hili jambo. Na mshikaji anabaki kusindikiza na kula kwa macho, na mshikaji anaamua kuhamishia kwenye kupiga gambe. Ingekuwa ni mimi ningedili na kilimo pamoja na kazi, lakini mshikaji anaamua kuhamishia kwenye gambe na anakunywa na kulewa na kuoga pombe kweli kweli. Na siku ya leo bwana msiba unatokea wa mzee wake, na mshikaji anakuja akiwa amelewa na yuko chakali kweli kweli, na anatia aibu familia kwa vituko alivyovionyesha katika msiba wa mzee wake. Lakini leo anapata nafasi ya kukutana na Paru anamwambia, tafadhali naomba uniahidi utaacha pombe. Lakini mshikaji akamwambia, lakini pia naomba uniahidi kama utanisahau. Na wanaongea mambo mengi ya kuumiza, na mshikaji anaeleza ni jinsi gani alipokuwa anampenda. Lakini leo mshikaji bwana, leo akiwa amepiga tungi, anakuja na kuliamsha nyumbani kwao na kuleta vurugu sana. Na mama siku ya leo anamtolea maneno makali na kumfukuza kijana wake na kumwambia asikanyage tena katika nyumba yao. Bwana mkubwa anaongea na kulalamika sana na kusema, kila kitu sasa hivi nimempoteza Paru, nimempoteza baba mzazi, na leo wewe unanifukuza kwenye nyumba hii. Na mshikaji anaumia sana na kuondoka nyumbani akiwa na majonzi na maumivu makali sana. Maisha yake yanageuka kuwa ni tungi na yeye, yani pombe na yeye, na anakuwa mtu wa kupiga maji kwelikweli, yani sio kunywa, ni kuoga, na ikawa kama chakula, yani asubuhi, mchana na jioni, na yote ni sababu ya mapenzi. Na kama unavyojua katika vitu hivyo huwezi kukosa marafiki wa hovyo, na alipata marafiki wakawa wanamshawishi kuendelea kupiga gambe. Na mshikaji wetu leo akakutana na binti anayefahamika kwa jina la Chandramukhi, na anatokea kumuelewa, na Chandramukhi anaeleza hisia zake kwa mshikaji, lakini kwa mshikaji inakuwa ni ngumu na anashindwa kumove on na kuendelea. Ingelikuwa ni mimi Chandramukhi ningeweza kumchukua, hakika alikuwa ni binti mrembo sana, lakini mshikaji moyo wake ukawa umegoma kweli kweli kumove on na kutafuta maisha mengine. Na leo mshikaji anaamua kumwacha Chandramukhi na kuamua kuondoka kabisa. Na mshikaji anaondoka na anakutana leo na mshikaji wake mmoja anayefahamika kwa jina la Chunilali, na mshikaji anamshauri aendelee kupiga gambe na aendelee kunywa pombe kwelikweli. Na mshikaji baada ya kunywa akawa anajisikia vibaya na hali yake ikawa ni mbaya baada ya kugundulika kwamba ana shida katika mwili wake na hakutakiwa kunywa pombe. Lakini mshikaji hakujali na akaendelea kupiga gambe kwelikweli, na mshikaji akawa hali yake inaendelea kuwa mbaya siku baada ya siku, na mshikaji wake bwana akawa anamwaga. Na leo mshikaji bwana akaamua kufunga safari na kuelekea mahali ambapo binti Paru ameolewa. Na mshikaji kipindi ambacho alifika getini, hakika alikuwa amechoka sana na alikuwa ameishiwa nguvu na hali yake ilikuwa mbaya kweli. Na binti kipindi ambacho alipata taarifa akawa ameumia na akawa anaelekea kwenda kumuona, kwa sababu hata yeye alikuwa na mapenzi kweli. Lakini mume wake wa sasa akaamuru kuwa geti lifungwe. Na mshikaji kipindi ambacho anaelekea kukata roho, anamuona mtu ampendaye ama mpenzi wake wa utotoni anakuja kwa ajili ya kumuona, lakini kwa bahati mbaya geti linafungwa na binti anakosa nafasi ya kumuona kwa mara ya mwisho mpenzi wake, na mshikaji anakata roho akiwa katika geti la mtu ambaye anampenda. Na mimi sina la ziada, stori yetu ya leo inaishia hapa, na ukaribisha sana kwa stori nyingine. Karibu ujifunze na enjoy kupitia movies.